mezani pa Yesu daima. Alilisha makutano, kafanya maji divai. Wenye njaa yeye anaita sasa njoo ule. Lo, njoo ule, Bwana anaita njoo ule. Waweza kula meza pa Yesu daima. Alilisha makutano, kafanya maji divai. Wenye njaa anaita sasa njoo ule. Yesu ameandaa meza ambapo watakatifu wa Mungu wanalishwa. Anawaalika wateule wake, njooni mle. Kwa maana yake anatulisha na kutupa haja zetu zote. Njooni tamu kula na Yesu wakati wote. Njoo ule, Bwana aita njoo ule. Waweza kula mezani pa Yesu daima. Alilisha makutano, kafanya maji divai. Wenye njaa anaita sasa njoo ule. Wanafunzi walikuja nchi kavu ili kutii amri ya Kristo, maana Bwana aliwaita njooni mle. Hapo kapata haja ya mioyo yao, mkate na samaki motoni. Hivyo yeye huwatosheleza wenye njaa wakati wote. Njooni mle, Bwana aita njoo ule. Waweza kula mezani pa Yesu daima. Alilisha makutano, kafanya maji divai. Wenye njaa anaita sasa njooni mle. Hivi punde mwana-kondoo atamtoa bibi harusi wake, awe milele kando yake. Majeshi yote mbinguni yatakusanyika, sisi wote. Litakuwa tamasha lenye utukufu, watakatifu wote wakiwa weupe bila wa, na pamoja na Yesu watasherekea milele yote. Njoo ule, Bwana aita njoo ule. Waweza kula mezani pa Yesu daima. Alilisha makutano, kafanya maji divai. Wenye njaa anaita sasa njoo ule. Mpigieni makofi. Amina. Hebu nisikie amina usiku huu mara moja zaidi. Njoo ule, Bwana aita njoo ule. Waweza kula mezani pa Yesu daima. Alilisha makutano, kafanya maji divai. Wenye njaa anaita sasa njoo ule. Ubeti wa 3. Hivi punde mwana-kondoo atamtoa bibi harusi wake, awe milele kando yake. Majeshi yote mbinguni yatakusanyika, na natakuwepo kule. Litakuwa tamasha lenye utukufu, watakatifu wote wakiwa weupe bila wa, na pamoja na Yesu watasherekea milele yote. Njoo ule, Bwana aita njoo ule. Waweza kula mezani pa Yesu daima. Alilisha makutano, kafanya maji divai. Wenye njaa anaita sasa njoo ule. Mara moja zaidi, mwimbie kweli kweli. Njoo ule. Waweza kula mezani pa Yesu daima. Alilisha makutano, kafanya maji divai. Wenye njaa anaita sasa njoo ule. Jina la Bwana lihimidiwe. Nayo furaha zaidi ya hapo. Amina. Jina la Bwana lihimidiwe. Nimesisimkwa sana. Ni uhai wa asili, ile mbegu ya asili, ile neno lilonenwa, ndilo ninaloamini. Mwana wa Adamu amefunuliwa, mihuri 7 imefunuliwa, uhai wa asili. Amina. Ile mbegu ya asili, ni uhai wa asili,
ile mbegu ya asili, ile neno lilonenwa, hilo ninaloamini. Mwana wa Adamu amefunuliwa, mihuri 7 imefunuliwa, uhai wa asili, ile mbegu ya asili. Imbeni tena, lo, ni uhai wa asili, ile mbegu ya asili, ile neno lilonenwa, hilo ninaloamini. Mwana wa Adamu amefunuliwa, mihuri 7 imefunuliwa, uhai wa asili, ile mbegu ya asili. Amina. Je, unaamini hiyo usiku wa leo? Amina. Bwana sifiwe. Asante Bwana. Sisi tu sehemu ya huo uhai wa asili. Amina. Jina la Bwana lihimidiwe. Mwaweza kuketi. Amina. Sisi tu sehemu ya huo uhai wa asili, ile mbegu ya asili. Neno lililonenwa ndilo tu mimi ninalohitaji. Amina. Yule mwana wa Adamu amefunuliwa. Amina. Bwana sifiwe. Asanteni. Mabilioni ya watu duniani usiku wa leo, nasi tunajua sisi ndio tulio na ufunuo huo. Nataka kuwakaribisheni kila mmoja usiku wa leo. Je, tunao wageni wangapi? Hakuna hata mmoja wenu ambaye ni mgeni. Vipi kuhusu wageni maalum au waliotutembelea tu usiku wa leo? Mungu awabariki. Mungu awabariki wanaotoka Ufilipino. Simameni. Tunayo furaha kuwa nanyi nyote kwenye mawasiliano ya simu usiku wa leo. Kwa mara nyingine tena juu ya kile kinachoendelea. Tulikuwa na siku maalum. Nani alifurahia siku maalum Jumapili iliyopita? Lo! Mungu wangu. Tutakuwa na nyingine usiku wa leo. Bwana sifiwe. Natumai mmekuja mmejitayarisha, kwa sababu Mungu wangu, kwa mara nyingine tena ninatetemeka kila mahali kwa sababu ninayo furaha sana. Nina wasiwasi kweli kweli. Ni nani aliye na shukrani kuwa sehemu ya ufunuo mkuu, kwamba sisi tu sehemu ya muungano usioonekana wa bibi harusi wa Kristo? No! Je, hiyo si ni ajabu? Jina Bwana lihimidiwe. Unajua, mtu fulani anaweza kuuliza, ikiwa mnayo siku kuu maalum jinsi hiyo wiki iliyopita, na mnasema mnakuwa nazo wakati wote, ni nani aliye mnenaji wenu? Ni nani anayewazungumzia ninyi watu? Nani anafanya hivyo? Nitawaambieni sasa hivi huyo ni nani. Bwana Mungu Elohim, akiwa amesimama pale katika mwili wa binadamu, akionyesha ya kwamba atalitia kanisa lake upako wa namna hiyo katika siku za mwisho. Itakuwa ni Mungu akitenda kazi katika mwili wa binadamu tena. Amina. Woo! Woo! Jina Bwana lihimidiwe. Bwana sifiwe. Mwaweza kuketi. Lo, hilo lina mitutu miwili na limejaa risasi. Nalipenda hilo. Vema, yeye anawaambia nini ulimwenguni ninyi watu? Nitamwacha yeye awaambie. Tuna ufunuo katika siku hizi za mwisho kwa ajili ya ujumbe wa Bwana Mungu kumkusanya bibi harusi wake pamoja. Hakuna wakati mwingine ambao umeidiwa hilo. Imeidiwa katika wakati huu kwetu sisi. Kamwe haikuwezekana hapo kabla. Amina. Kamwe haikuwezekana hapo kabla mpaka wakati huu. Hatuwezi hata kueleza kwamba kizazi hiki, wakati huu, dakika hii, kundi hili la watu sasa hivi, sekunde hii, sisi ndio. Amina. Bwana sifiwe. Lo, hilo alikufanyia jambo fulani? Sijui.
Sisi si watoto tena, tumekuwa tukijifunza kukubali sisi ni nani, kwa sababu yeye anatuonyesha imani hiyo, ufunuo. Alisema ni imani, ni huo ufunuo. Na huo ufunuo mkuu ni upi? Ni nani huyo ambaye Mungu amemtuma katika wakati huu wa mwisho. Hivyo ndivyo bibi harusi alivyomtambua kwamba huyo ni nani. Naye anasema ni imani hiyo tu, hiyo imani ufunuo, na unaweza kutimizwa kwa njia moja tu, kwa kusikiliza kanda hizi. Amina. Amina. Bwana sifiwe. Yes, inapendeza sana kuwa katika mapenzi makamilifu ya Bwana. Lo, hilo ni zuri sana. Bwana imiliwe. Mweza kuketi? Hakuna lililo kubwa kuliko hilo, na ndivyo ilivyo, na ndivyo hilo lilivyo. Naam, hatujafanya hivyo. Ndiyo, yeye ni Roho Mtakatifu, hutia mafuta, yeye anafanya hivyo, lakini hakuna upako ulio mkuu kuliko wakati huo unapotokea kwenye sauti ya Mungu mwenyewe kuzungumza na bibi harusi wa Yesu Kristo. Ndio upako ulio mkuu kuliko wote. Tutajifunza yote kuhusu hilo usiku wa leo. Tayari tunajua hilo, lakini yeye amekuwa akitutayarisha, amekuwa akitayarisha udongo, ardhi. Unajua, ni kama mtu yeyote kati yenu ambaye umewahi kutunza bustani. Huwezi tu kuendelea kuchukua mbegu hiyo na huwezi kuirusha ardhini pamoja na nyasi zote hizo na kila kitu. Itanyauka, haitakuwa. Huna budi kuichimbua, huna budi kuilimia, unapaswa kuondoa magugu yote, unapaswa kuyatayarisha yote. Na kadri mkulima mzuri wa busara anavyozidi kufanya kazi na kupata ardhi hiyo na kila kitu kingine, unapoweka mbegu hiyo ardhini na jua linapotoka na kuipiga, naye Roho Mtakatifu kidogo natoka na kuimwagilia maji, boom, inatokeza juu moja kwa moja. Na hivyo ndivyo hasa Bwana amekuwa akitufanyia sisi. Amekuwa akiandaa ardhi, amekuwa akiweka udongo wa kuzalia sawa, naye nabii huyo atatuambia kila kitu kuhusu hilo usiku wa leo. Huo udongo wa kuzalia ni upi ndani ya mioyo yetu au nafsi ama akili zetu? Jambo fulani linajiandaa kutukia usiku wa leo. Amina. Bwana sifiwe. Lililo muhimu ni kwamba yeye amekuwa akitufunulia yeye ni nani. Ndugu Branham daima husema hilo ndilo jiwe la kujikwaa kubwa kuliko lote. Mwili daima husimama njiani. Sisi tunamjua yeye tunayemwabudu, Elohim. Huyo ndiye sisi tunayemwabudu, Elohim. Si ule mwili, bali roho. Lakini Mungu alikichagua chombo hicho kuingia ndani yake. Yeye ndiye aliyemchagua huyo kulileta neno hili katika wakati wa mwisho. Yeye ametuambia nini? Sifa zile zile za mtu huyo aliyeleta hilo, ili sisi tutambue huyo hapo. Kama tulivyosema mara nyingi, ninafurahi kwamba niko pamoja na Yohana. Yohana alianguka chini kumwabudu mtu fulani kwa sababu yeye alifikiri huyo alikuwa ni Mungu mwenyewe. Ilionekana sana kuwa kama ni Mungu mwenyewe. Nasi hatuanguki na kumwabudu, bali Mungu yule aliyekuwa ndani yake. Tunafanya hivyo, lakini ujumbe wenyewe aliuleta Elohimu, yeye yule. Hatua inayofuata ni basi tunajitambua sisi ni nani. Nani anatambua sisi ni nani? Amina. Huo ndio ufunguo unaofuata. Sisi ni wana wa Ibrahimu. Anasema sasa si kwa njia ya Isaka katika mwili, bali alisema ule uzao wa kifalme wa Ibrahimu ambao ulikuwa mara baada ya Yesu Kristo. Huyo ndiye bibi harusi wa Yesu Kristo aliye. Naye anasema mara tu ukitambua hilo litaleta kile tunachopaswa kuwa nacho, imani ya kunyakuliwa. Nani aliye tayari kwa unyakuo? Amina. Jina la Bwana lihimidiwe. Alisema ni neno lililonenwa, lililopandwa, limepandwa mioyoni mwetu kwamba tunaliamini, na kwa neno hili inaketi katika jua nalo linaivishwa. Ni kwamba unapozisikiliza kanda hizo na jumbe hizo, nasi tunaona katika mpango mkuu wa Mungu ulio katika miaka hii yote, hiyo mbegu imekuwepo daima. Amina. Imekuwa neno hilo limekuwepo daima, lakini sasa jua hilo linatukomaza. Na kadri tunavyolisikia neno hilo, kadri yeye anavyozidi kuzungumza nasi, kadri anavyozidi kutuambia tunajitambua sisi ni nani. Sisi sio ubua. Sisi sio ganda. Sisi ni mbegu.
Sisi ni mbegu ya bibi harusi. Anasema kwamba iko na inafikia kukoma kwake, naye anasema hiyo sio Pentekoste, hiyo haipitii kwao, hilo lisingetokea hadi siku hii. Na bibi harusi huyo wanajitambua wao ni nani hasa. Unajua, ulidhani Jumapili iliyopita ilikuwa nzuri sana. Ilikuwa. Subiri hadi usiku huu. Jina la Bwana lihimidiwe. Bwana sifiwe. Mwaweza kuketi. Yeye ataichukua imani yetu ambayo ametupa. Je, mnakumbuka miezi kadhaa iliyopita kile nabii huyo alichotuambia? Alisema, nawapa imani nilionayo. Nilichukua. Ni yangu. Elohim aliniambia, ninakupa hiyo wewe. Lo, hilo hufanya mengi kwenye udongo wangu wa kuzalia. Sasa tutachukua kile yeye alichosema na alichotupatia. Na ni ufunuo gani yeye amekuwa akitufunulia, ambao tunajua sasa zaidi ya hapo awali kwamba sisi ni nani hasa. Nasi tutaiunganisha imani hiyo pamoja usiku wa leo. Nasi tutaiweka hiyo pamoja na kuiweka katika udongo huo wa kuzalia. Je, uko tayari kwa hilo? Kama umekuja umejitayarisha kwa hilo usiku wa leo, kutakuwa na kumwagwa kwingi kwa Roho Mtakatifu. Hilo litatokea. Kuna jambo fulani linaenda kutukia. Yeye atawaambia. Nabii wa Mungu alisema ya kwamba kuna jambo fulani ambalo huna budi kufanya. Msikilizeni. Anasema, samani. Anasema kwamba wakati ni kwamba, anasema nataka mfanye kitu fulani, na hilo ni kwamba inatubidi tu ijenge imani yetu kuwa ndivyo ilivyo. Anasema tunaendelea kushikilia ahadi hiyo, hatuna budi kuendelea kuamini na kulishikilia. Na anasema kwamba inamhitaji hata Mungu, yeye ndiye anayepaswa kutupa imani tulio nayo. Hatuwezi hata kulifanya hilo ndani yetu wenyewe, yeye ndiye anayepaswa kufanya jambo hilo, kwa sababu aliliahidi katika wakati huu, akasema shikilia. Sasa anasema usiku wa leo, anasema katika wakati huu wa mwisho, anasema unajua, ilikuwa ni wale watu wa mafuta katika wakati wa mwisho. Anasema wao waliliona katika maandiko, walilitazama, waliliona, lakini anasema wao hawakuweza kulikubali, hawakuweza kuliamini. Anasema kwamba wao hawakuweza kukubali kile hilo lilicho, lakini alisema bibi harusi wa Yesu Kristo, sisi tunalikubali, tunaliamini, tunalielewa, na huo ndio ufunuo utakaoweka katika matendo. Hebu niwasomee kile yeye anachotutaka tufanye. Anasema yeye anatutaka tufanye jambo fulani. Anasema tutendee kazi msukumo huo. Amina. Alisema kaa chonjo kama alivyofanya Yoshua, kama Mariamu Magdalene au wote. Wakati huo huo tu jambo fulani linapofunuliwa kwako, linyakue, lishikilie. Kaa chonjo naye atakufunulia hilo. Amina. Kwa hiyo unapolihisi hilo usiku wa leo, wakati mbegu hiyo inapogonga udongo huo wa kuzalia usiku wa leo, alisema linyakue, lishikilie, liamini kwa moyo wako wote ya kwamba ni kwa ajili yako. Je, unasikiliza? Je, unaamini? Je, utafanya hivyo? Amina. Bwana asifiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Mwaweza kuketi. Alisema hatuna woga. Lo, jamani, tunapaswa kuwa watu wasio na woga kuliko wote. Hakuna kinachoweza kutupata sisi isipokuwa Baba atuambie kinaweza kutokea. Hakuna kitu. Hatua za wenye haki huongozwa na Mungu. Mimi ni mwana wa Mungu, hakuna kinachoweza kutokea. Mtu fulani aliniuliza akasema, hivi unaogopa mtu fulani kuingia humu ndani? Labda ungepaswa kuwa na mashemasi wako nyuma hapo wakiwa wamebeba bunduki. Mtu fulani aingie na AK-47 wanielekezee na kufanya bing 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 bing. Nimezungukwa na nguzo ya moto. Vipi wewe? Jina la Bwana lihimidiwe. Ni kujihisi kulikoje? Amina. Bwana sifiwe. Mungu anaenda kutia mafuta imani yako usiku wa leo. Huu ni ujumbe wa imani kwa bibi harusi wa Yesu Kristo. Amina. Kama una kansa, kuna watu hapa nje, ninamwona mmoja mahali pale, ndugu Jones, wananiambia ana kansa.
Unajua nini? Usiku wa leo unaweza kuponywa. Bwana sifiwe. Utukufu. Haijalishi una ugonjwa, una jambo linalojalisha, una wasiwasi, una jambo linalojalisha aina fulani ya ugonjwa wa kimwili, na kuna wengine huko nje madaktari walisema una kansa. Usiku wa leo ni usiku wako. Usiku wa leo ndio usiku wako. Haijalishi ugonjwa wako ni upi, haijalishi shida zako ni zipi, haijalishi unasumbuliwa na nini, haijalishi una nini, usiku wa leo ni usiku wako. Jina Bwana lihimidiwe. Bwana sifiwe. Kama utaiacha hiyo mbegu iende kwenye udongo wa kuzalia wa moyo wako, hilo litatimia. Amina. Mwaweza kuketi. Lisifuni jina. Mnamhitaji Roho Mtakatifu? Unaweza kumpata usiku wa leo. Unahitaji kusuuzwa na Roho Mtakatifu? Unaweza kulipokea hilo usiku wa leo. Ulimwengu unakusumbua, unajaribiwa na ulimwengu. Enyi vijana mnayo matatizo, unataka kuliondoa hilo, usiku wa leo ndio usiku wenyewe. Ikiwa utaliamini, ikiwa utaliamini, sisi tunaliamini hilo. Amina. Jina la Bwana lihimidiwe. Bwana sifiwe. Mweza kuketi. Amina. Ninyi akina dada mnaosubiri watoto, ujumbe huu ni kwa ajili yenu. Unaweza kulipata jambo hilo usiku wa leo. Mbegu hiyo iende moyoni mwako na uliamini kwa moyo wako wote. Ninajua kuwa kuna wasichana wengi vijana hapa ambao wanalingojea hilo. Mungu wangu. Ujumbe huu unahusu hilo. Unahusu kuonyesha imani katika vitendo. Tunaye kiongozi. Nabii huyo wa Mungu alikuwa ndiye kiongozi wa watu hawa. Alikuwa maisha aliyoyaishi na yale aliyoyafanya, ushuhuda wake mwenyewe, lakini ilikuwa ni Mungu, naye atatuonyesha akiweka imani hiyo katika matendo. Kazi ni tunapaswa kuiweka imani hiyo katika matendo. Alisema hiyo ndiyo kazi, tunapaswa kufanya vitendo. Tutende kana kwamba tumeponywa, tumepona. Hamna shaka juu ya hilo. Kila kitu tunacho. Tunao ufunuo. Jina la Bwana lisifiwe. Bwana sifiwe. Maweza kuketi. Lo, Mungu wangu. Sasa shetani atajaribu kukuambia ya kwamba hilo haliwezekani. Haliwezi kutukia. Haliwezi kutukia. Daktari anasema utakufa. Ndivyo daktari anavyosema. Daktari anasema ninyi akina dada hamwezi kupata mtoto. Anaweza hata kusema huna hata tumbo la uzazi. Hilo ni sifuri. Hilo halimaanishi chochote. Halimaanishi chochote. Jina la Bwana lihimidiwe. Yeye atakuambia ya kwamba wewe huna imani ya kuliamini hilo. Umewahi kuwa na jambo hilo? Ewe jamaa, ikiwa hukuinua mkono wako, samahani. Yeye mara kwa mara ananiambia mimi sina imani ya kulikubali hilo. Wewe huna imani hiyo. Naendelea kujitazama nilivyo. Ilibidi nimtazame tu yeye, tayari imetendeka. Na upako huo utalizunguka jengo hili usiku wa leo. Uko papa hapa sasa hivi. Yeye yuko papa hapa sasa hivi, akilizunguka jengo hili sasa hivi. Amina. Linyakue. Wewe linyakue tu. Amina. Jina la Bwana lihimidiwe.
Mwaweza kuketi. Lakini hiyo ndiyo hila yake, ni kutuambia mambo hayo wakati wote, kwamba si hivyo, kwamba unawasikiliza madaktari, nalo lina nguvu. Ni kama vile ndugu Branham alivyosema, anakukabidhi nyoka wa kutishia mwenye jina lako juu yake, inayo dalili. Ni kama hapana, nimekuwa tu, hapana, dalili zipo. Hilo halina uhusiano wote na jambo hilo. Hilo linatia nanga ndani ya moyo wako. Ni kama tu shetani anajaribu kukwambia, tunalitumia tu katika maeneo yasiyofaa. Wakati mwingine shetani anajaribu kukwambia, wewe si mwana wa Mungu, ni bora uondoke zako wewe shetani, najua mimi ni mwana wa Mungu. Lo, wewe si ule uzao uliochaguliwa tangu zamani. Mimi ni uzao wa Mungu uliochaguliwa tangu zamani. Lakini unafanya makosa. Mimi bado ni uzao uliochaguliwa tangu zamani. Nilihesabiwa haki. Amina. Nimehesabiwa haki, uzao wa Mungu uliochaguliwa tangu zamani. Si tu uzao uliochaguliwa tangu zamani, nilihesabiwa haki. Sikuwahi kulitenda hilo. Jina la Bwana limiliwe. Jina la Bwana limiliwe. Hebu niwaulizeni kitu fulani. Akina nani wanaoamini wao ni bibi harusi wa Yesu Kristo? Bwana asifiwe. Akina nani wanaoamini kwamba majina yao yameandikwa kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo? Sio kitabu cha uzima, kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Amina, jina la Bwana limidiwe. Mungu yeye yule aliyeiokoa roho yako, alisema ni Mungu ndiye aliyekupa wewe ufunuo huo wa kiroho. Yule Mungu aliyeweka ule utepe wa harusi juu yako kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Mungu yuyo huyo atakupa haja ya moyo wako usiku wa leo. Je, unaamini hivyo? Amina. Bwana asifiwe. Hebu imani hiyo, ufunuo, imani ufunuo, iangukie ndani ya moyo wako. Nabii, sikilizeni anachosema. Je, unajua kila Elohimu atakacho kuombea usiku wa leo? Unajua, tunafikiri jambo la kawaida na kufikiri jamani, kama ningalikuwa tu katika mmoja wa mikutano ya ndugu Branham. Mbona uko katika mikutano ya ndugu Branham? Kama ningalikuwa tu kwenye mstari wa maombi, naye angeweza kuniombea. Yeye ataenda kukuombea. Yeye anawaambia hao watu usiku wa leo walio kwenye machela, alisema, una kadi ya maombi? Anasema, la, hatuna hata moja. Wala huhitaji hiyo. Sisi hatuhitaji kitambaa cha maombi. Tunataka imani hiyo iingie kwenye udongo wa kuzalia wa mioyo yetu usiku wa leo. Naye anasema, ombi dogo. Kunayo mengi sana ambayo mjumbe huyu anayotuambia usiku wa leo, nasi tutamshika kwa sababu ni bibi harusi, hadithi ya mapenzi. Yeye anazungumza na bibi harusi wake, anatuambia sisi ni nani, yeye ni nani, yeye yuko hapa kwa ajili ya nini. Yeye anahukumu ulimwengu kwa kutomtambua Mungu alikuwa nani katika siku hii, kwa kutoupokea ujumbe huu. Lakini kwa bibi harusi ni furaha, ni uzima wa milele, ni uponyaji, ni ukombozi, ni watoto, ni chochote tunachokihitaji kiko papo hapo. Hebu mbegu hiyo na ishuke ndani tu. Bwana, nataka tu kujistarehesha. Yeye hana budi kutupa sisi hilo. Yeye hana budi kutupa hilo sisi. Bwana, tupe hilo usiku wa leo. Sisi ndio wale yeye awapao hilo. Liko hapo. Jambo la mwisho yeye alilolisema ni, hii ndio ile saa. Amina. Hii ndio ile saa. Ninaamini maneno hayo yalinenwa kwa ajili ya usiku wa leo. Ikiwa unaamini hivyo, hii ndio ile saa yenyewe. Huu ndio wakati wenyewe. Hii ndio siku yenyewe. Haya ndiyo majira yenyewe. Kila kitu hutokea katika wakati, siku na majira. Tuko katika majira yake.
Yeye alisema nini? Nasikia kivuna nafaka kinakuja. Tumewasili. Bibi harusi analikubali neno hili. Alisema kulikuwa na bibi harusi, sisi ndio huyo bibi harusi. Ninapenda kulisema hilo. Ninapenda kusema kuwa mimi ni bibi harusi. Hilo linamshinda sana shetani na linainua roho yangu juu sana, na kuangalia nje na kuona wewe ni bibi harusi. Wewe ni bibi harusi wa Yesu Kristo. Ninyi ndio mnaolikubali neno hili na kuliamini neno hili. Ninyi ndio wale walio na udongo wa kuzalia wa imani, udongo wa kuzalia wa imani mioyoni mwenu, kuliamini neno hili ili kuliweka katika vitendo. Lifanye hilo usiku wa leo. Amina. Amina. Jina la Bwana limidiwe. Hebu tuvinamishe vichwa vyetu. Ni usiku ulioje, ni siku ilioje tunayoishi. Jina la Bwana limidiwe. Kushukuru kwamba Baba alijua kabla kwa misingi ya ulimwengu tungekuwa hapa. Udongo wa kuzalia ungekuwa tayari katika mioyo yetu, katika nafsi zetu, kulikubali neno hilo. Ili sisi tutambue bibi harusi huyo inambidi aketi katika jua la mwana, katika neno hili kukomaa. Ni ujumbe peke yake ndio unaoweza kufanya jambo hili. Ujumbe huo peke yake ndio unaoweza kutuleta pamoja. Ni ujumbe huo peke yake ndio unaweza kutupa imani ya kunyakuliwa. Unaweza kutupa, ni kila kitu. Ni Alfa, ni Omega, ni mwanzo, ni mwisho, ni kila kitu. Mungu anapenda kutoa zawadi njema. Anapenda, sisi ni bibi harusi wake. Anataka kutuvutia kwa zawadi nzuri. Na chochote unachokihitaji ni zawadi ambayo yeye anaweza kukupa usiku wa leo. Mnaamini hilo, enyi kanisa? Kutoka kwenye kina cha moyo wako sasa hivi, angalia moyo wako. Bwana, ninaliamini hilo kwa moyo wangu wote. Bwana, ipande imani hiyo. Yafungue macho yangu, moyo wangu, masikio yangu. Najalia mbegu hiyo iangukie ndani kabisa ya moyo wangu usiku wa leo, Bwana Yesu. Chochote ambacho hakifai kwako kiondoe, Bwana Yesu. Ninataka tu kufanana na wewe. Ninataka kufanana na wewe tu, Bwana Yesu. Kama nina hasira kidogo, kama nina kidogo chochote kile, kiondoe Bwana. Lakini Bwana, nisaidie imani yangu usiku wa leo. Nasi tutaombeana mmoja kwa mwingine, na nabii huyu atatuambia tuwekeane mikono sasa hivi. Yuko papa hapa sasa hivi, naye anasikiliza kwa makini. Utamsikia akiliita jina lako. Amina. Yuko hapa kukupa haja ya moyo wako. Usijaribu kutengeneza kitu chochote. Wewe tulia tu na uliingiza hilo ndani, kwa sababu yeye yuko hapa tu kukupa wewe jambo hilo. Nipumzishe tu Bwana. Nijalie niliamini, Bwana Yesu, kwa sababu utakutana na kila haja usiku wa leo. Huyo Roho Mtakatifu atakuja kupitia jengo hili na ndani na nje ya vinjia na juu na chini. Ninyi mnaosikiliza hewani, yeye yuko majumbani mwenu, kwenye magari yenu, hospitalini mwako. Yeye ni Mungu Mwenyezi, sauti ya Mungu mwenyewe ikimuunganisha bibi harusi wa Yesu Kristo pamoja, kuwapa imani wanaohitaji, ile imani ya kunyakuliwa wanaohitaji, ili tutoke mahali hapa. Tunaliamini Bwana Yesu. Yuko hapa. Haleluya. Yuko hapa. Amina. Yuko hapa. Mtakatifu, mtakatifu, nitalibariki jina lake tena. Yuko hapa. Sikiliza kwa makini. Analita jina lako. Yuko hapa. Unaweza kumgusa, utabaki vile ulivyo kuwa.
Mara moja zaidi. Yuko hapa. Haleluya. Yuko hapa. Amina. Yuko hapa. Mtakatifu, mtakatifu, nitalibariki jina lake tena. Yuko hapa. Sikiliza kwa makini, analita jina lako. Yuko hapa. Unaweza kumgusa, utabaki vile ulivyokuwa. Baba, asante sana kwa uwepo wako hapa usiku wa leo. Tunataka tu kukupenda zaidi na zaidi Bwana, jinsi wewe ulivyo mkuu Bwana. Asante sana Bwana kwa neno lako. Nawe ulituma neno lako kupitia nabii wako Bwana. Tunamwamini nabii wako Bwana. Tunapumzika juu ya kila neno lake Bwana. Huyu hapa Paul Reid alisema mara nyingi sana, alipopanda kwenye lile gogo, anasema nimepanda juu yake, ninaliendesha. Amina. Bibi harusi wa Kristo Bwana, tumepanda juu ya kila neno ambalo nabii alilisema. Ni neno la Bwana tu. Ujumbe huu na mjumbe Bwana anaandaa bibi harusi kujiweka tayari. Inatupa sura ambayo hatukuwahi kuwa nayo hapo kabla. Inatubeba juu ya mbawa za tai Bwana, kwa ule ujio mkuu wa ile karamu ya harusi Bwana. Haleluya. Tunayo furaha sana Bwana. Tuko chini ya matarajio makuu Bwana. Ni kwa sababu maneno yako yalilisema, nasi tunaona yakitendeka Bwana. Tunaona yale wewe uliotutendea. Tunakushukuru kwa hilo. Tunakushukuru Bwana kwa yale yote utakayofanya. Lakini Bwana, tunaona yale wewe unayofanya sasa hivi. Sasa hivi usiku huu Bwana, tunaliona kwa mioyo yetu yote Bwana, nasi tunasema asante Bwana. Tunakualika Bwana, njoo tu uwe na ukuu na utawala Bwana. Sasa kama vile ndugu yetu Joseph alivyosema mara nyingi sana usiku wa leo, ni kustarehe tu na kulikubali tu neno hilo, na msukumo huo unapopiga Bwana, likubali tu. Asante Bwana. Mungu, asante kwa kila jambo. Wewe ni kila kitu kwetu Bwana. Tunataka tu kujitoa kabisa Bwana. Tunataka tu kufikiri kabisa mawazo yako, kutembea matembezi yako, kuzungumza mazungumzo yako Bwana. Bwana, kujitoa kikamilifu Bwana, ambako kila mtu tunayekutana naye wauhisi uwepo wa Yesu Kristo, na waone mazingira Bwana yale tunaishi ndani yake Bwana. Mungu, ushawishi huo utokee Bwana. Tunakupenda Bwana. Asante sana. Nilikuwa tu nikiwazia Bwana kabla ya ibada na yale yote ya Mariamu, wakati malaika yule alipomjia. Hakuhisi kitu chochote, lakini yule malaika alimwambia atapata mtoto, naye akasema, na iwe kwangu sawasawa na neno lako Bwana. Tumekuwa ulimtuma mjumbe wa 7, na iwe kwangu sawasawa na neno lako. Bila kujali nina haja gani, au wale wote wanaosikiliza hewani kwa njia ya simu, hawaijalishi wahitaji gani, wewe uliwatumia malaika mjumbe wa 7 Bwana, na iwe kwangu sawasawa na neno lako. Tunakupenda. Tubariki na uwe pamoja nasi sasa katika sehemu inayoendelea ibada hii. Tunajikabidhi maisha yetu, maombi haya yote kwako, na Bwana, tunataka kusema asante kwa yale uliyotutendea, na kwa yale unayotutendea, na kwa yale utakayoyatenda. Tunakupenda Bwana. Asante sana. Hatuwezi kujizuia kuamini manabii wako Bwana. Hatuwezi kujizuia tu Bwana. Uliweka kitu fulani ndani yetu. Hili si kitu ila kweli tupu. Hiyo si kitu ila kweli tupu. Hiyo si kitu ila kweli. Asante Bwana kwa manabii wako. Tunakupenda. Tubariki na uwe pamoja nasi sasa.
Tunakupenda katika jina la Yesu Kristo. Amina. Yuko hapa. Haleluya. Yuko hapa. Amina. Yuko hapa. Mtakatifu, mtakatifu, nitalibariki jina lake tena. Yuko hapa. Sikiliza kwa makini, analiita jina lako. Yuko hapa. Unaweza kumshika, utabaki vile ulivyokuwa. Mungu awabariki. Naweza kuketi. Wakati huu tutakuwa na kuwekwa watoto wakfu. Kwa hivyo ikiwa familia ziko hapa, ingejitokeza tu sasa, tutaimba waleteni wakati mnapokuja. Amina. Waleteni, waleteni, waleteni kutoka mashamba ya dhambi. Waleteni, waleteni, waleteni watoto wadogo kwa Yesu. Jina Owen Levi. Owen Levi. Unaweza kusema Bwana asifiwe? Tunaweza kusema Bwana asifiwe. Amin. Owen Levi. Bwana Yesu, ishara hii ndogo ya upendo, Owen Levi Strive, ambayo umetoa katika nyumba hii Bwana Yesu, zawadi ndogo ya upendo kutoka mbinguni Bwana. Na kushukuru siku si nyingi zilizopita Bwana, roho yake ndogo ilikuwa mbele yako Bwana Yesu, na kisha ukampulizia pumzi ya uhai ndani yake Bwana, na roho hiyo ikaingia ndani ya mwili huu Bwana, na nawe ukamweka katika mikono ya mama yake na baba yake ili wamlee katika maonyo ya neno hili Bwana. Ndiyo, na Baba wanamtakia yaliyo mema tu Bwana, na kilicho bora zaidi ni wewe Bwana katika neno lako. Na Baba, wamemleta hapa ili kumweka katika mikono yangu isiyostahili Bwana. Nimpeleke mbele zako na kumweka mikononi mwako Bwana, ili uwe naye daima. Utamlinda Bwana, utamwangalia Bwana, utamlinda Bwana na kuweka mkono wako juu yake. Mwangalie na umlinde Bwana. Malaika zako wapige kambi kumzunguka pande zote Bwana Yesu. Uibariki familia hii Bwana, na wakuweke wewe kuwa wa kwanza na neno lako nyumbani mwao Baba. Uwe mgeni Baba, mwaliko nyumbani mwao. Na Baba, wamlee mwanao Bwana, alelewe katika kukupenda Bwana, katika hili kutumikia, na ikiwa kuna kesho neno hili litawaka ndani ya moyo wake Bwana Yesu. Baba, sasa tunamchukua nasi tunamweka mikononi mwako, na kwa ajili ya maisha ya kujitolea kwako Bwana, tunaomba yote katika jina hilo la thamani na lisilo na kifani, jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina na amina. Mungu akubariki. Waleteni, waleteni, waleteni kutoka mashamba ya dhambi. Waleteni, waleteni, waleteni watoto wadogo kwa Yesu. Jina la Bwana lihimidiwe. Ninahisi nimechajiwa usiku wa leo. Amina. Lo, jamani, kuna jambo fulani tu kuhusu wakati tunapokusanyika pamoja kwa nia moja na umoja. Jambo fulani zuri litaenda kutukia. Kuna kitu fulani kizuri kiko tayari. Amina. Lo, tuko pamoja tena, tukimsifu tu Bwana. Tuko pamoja tena kwa nia moja. Kuna
kuna jambo zuri linaenda kutukia, kuna jambo zuri liko tayari, tuko pamoja tena, tukimsifu tu Bwana. Lo, tuko pamoja tena, tukimsifu tu Bwana. Tuko pamoja tena kwa nia moja, kuna jambo zuri linaenda kutukia, kuna jambo zuri liko tayari, tuko pamoja tena, tukimsifu tu Bwana. Tuko pamoja tena, tukimsifu tu Bwana. Tuko pamoja tena kwa nia moja, kuna jambo zuri linaenda kutukia, kuna jambo zuri liko tayari, tuko pamoja tena, tukimsifu tu Bwana. Baba wa thamani wa mbinguni, tunakushukuru sana kwamba tuko pamoja tena Bwana, nasi tunalisifu jina lako Bwana, na tunaenda kulipokea neno lako Bwana. Tunakushukuru tu kwa ajili ya hilo Bwana. Bwana, ulimzungumzia yule tai Bwana, nami nikamwona yule tai, nami ninataka kuwa kama tai hao, lakini siku zote nilitaka kuwa hivyo. Ndivyo sote tunavyotaka kuwa Bwana. Tunakushukuru kwa hilo. Tunakuomba Bwana uibariki sadaka hii usiku wa leo. Asante kwa baraka nyingi ambazo utakazotupa usiku wa leo. Amina. Leo tuko pamoja tena, tukimsifu tu Bwana. Tuko pamoja tena kwa nia moja, kuna jambo zuri linaenda kutukia, kuna jambo zuri liko tayari, tuko pamoja tena, tukimsifu tu Bwana. Mara moja zaidi. Lo, tuko pamoja tena, tukimsifu tu Bwana. Tuko pamoja tena kwa nia moja, kuna jambo zuri linaenda kutukia, kuna jambo zuri liko tayari, tuko pamoja tena, tukimsifu tu Bwana. Hebu tumpigie makofi mengi. Jina la Bwana lihimidiwe. Amina. Maweza kuketi. Unajua, ninaitazamia nyumba ile kule ng'ambo, mahali ambapo tutakuwa pamoja milele. Ulimwengu huu sio kwangu, mimi hapa napita tu. Na ulimwengu huu sio kwangu, mimi hapa napita tu. Hazina zangu zimewekwa mahali fulani ng'ambo ya anga. Malaika wananikaribisha kwenye mlango wa mbinguni uliofunguliwa, nami siwezi kujisikia nyumbani katika ulimwengu tena. Oh, Bwana, unajua sina rafiki kama wewe. Ikiwa mbinguni si nyumbani kwangu, basi Bwana, mimi nitafanyaje? Malaika wananikaribisha kwenye mlango wa mbinguni uliofunguliwa, nami siwezi kujisikia nyumbani katika ulimwengu tena. Wote wananitarajia, ndilo jambo nilijualo. Nilitengeneza na Yesu miaka mingi iliyopita. Najua ataniona kupitia yote, ingawa mimi ni dhaifu na maskini, nami siwezi kujisikia nyumbani katika ulimwengu tena. Bwana, unajua sina rafiki kama wewe. Ikiwa mbinguni si nyumbani kwangu, basi Bwana, mimi nitafanyaje? Malaika wananikaribisha kwenye mlango wa mbinguni uliofunguliwa, nami siwezi kujisikia nyumbani katika ulimwengu tena. Tuko katika nchi ya utukufu, tutaishi milele. Watakatifu kila upande wanapaza sauti ushindi, nyimbo tamu za sifa urindima kwani ya mbinguni, nami siwezi kujisikia nyumbani katika ulimwengu tena. Bwana, unajua
sina rafiki kama wewe. Ikiwa mbinguni si nyumbani kwangu, basi Bwana mimi nitafanyaje? Malaika wananikaribisha kwenye mlango wa mbinguni uliofunguliwa, nami siwezi kujisikia nyumbani katika ulimwengu tena. Ubeti wa 3, uko katika nchi ya utukufu, tutaishi milele. Watakatifu kila upande wanapaza sauti ushindi, nyimbo tamu za sifa urindima pwani ya mbinguni, nami siwezi kujisikia nyumbani katika ulimwengu tena. Bwana, unajua sina rafiki kama wewe. Ikiwa mbinguni si nyumbani kwangu, basi Bwana mimi nitafanyaje? Malaika wananikaribisha kwenye mlango wa mbinguni uliofunguliwa, nami siwezi kujisikia nyumbani katika ulimwengu tena. Oh Bwana, unajua sina rafiki kama wewe. Ikiwa mbinguni si nyumbani kwangu, basi Bwana mimi nitafanyaje? Malaika wananikaribisha kwenye mlango wa mbinguni uliofunguliwa, nami siwezi kujisikia nyumbani katika ulimwengu tena. Hebu tumpige makofi. Amina. Hakuna rafiki kama yeye. Nami siwezi kujisikia nyumbani katika ulimwengu tena. Bwana, unajua sina rafiki kama wewe. Ikiwa mbinguni si nyumbani kwangu, basi Bwana mimi nitafanyaje? Malaika wananikaribisha kwenye mlango wa mbinguni uliofunguliwa, nami siwezi kujisikia nyumbani katika ulimwengu tena. Lo, Bwana wetu anarudi duniani tena. Naam, Bwana wetu anarudi duniani tena. Lo, shetani atafungwa miaka 1000, atakuwa na mjaribu wakati huo, baada ya Yesu kurudi duniani tena. Lo, Bwana wetu anarudi duniani tena. Naam, Bwana wetu anarudi duniani tena. Lo, shetani atafungwa miaka 1000, tutakuwa na mjaribu wakati huo, baada ya Yesu kurudi duniani tena. Ninakungojea kuja kwa ile siku ya furaha ya ule utawala wa miaka 1000, wakati Bwana wetu mbarikiwa atakapokuja kumchukua bibi harusi wake anayengoja. Lo, moyo wangu umejawa na unyakuo, nikitenda kazi, kukesha na kuomba, wakati Bwana wetu atakapokuja duniani tena. Lo, Bwana wetu anarudi duniani tena. Naam, Bwana wetu anarudi duniani tena. Amina. Lo, shetani atafungwa miaka 1000, tutakuwa na mjaribu wakati huo, baada ya Yesu kurudi duniani tena. Ubeti wa 3 tena. Ninakungojea kuja kwa ile siku ya furaha ya ule utawala wa miaka 1000, wakati Bwana wetu mbarikiwa atakapokuja kumchukua bibi harusi wake anayengoja. Lo, moyo wangu umejawa na unyakuo, nikitenda kazi, kukesha na kuomba, wakati Bwana wetu atakapokuja duniani tena. Lo, Bwana wetu anarudi duniani tena. Naam, Bwana wetu anarudi duniani tena. Yo, shetani atafungwa miaka 1000, tutakuwa na mjaribu wakati huo, baada ya Yesu kurudi duniani tena. Tumpige makofi. Amina. Lo, Bwana wetu anarudi duniani tena. Naam, Bwana wetu anarudi duniani tena. Lo, shetani atafungwa miaka 1000, tutakuwa na mjaribu wakati huo, baada ya Yesu kurudi duniani tena. Bwana asifiwe. Nimechajiwa kweli na ngoja kwa hamu kuingia katika ujumbe huu.
maneno yote ya kutia moyo ambayo ndugu yetu Joseph aliozungumza, na jinsi alivyoinua imani yetu, kulijenga jukwaa hilo kwa ajili ya nabii huyu kuja moja kwa moja hapa na kuipanda hiyo mbegu katika udongo huo uliotayarishwa. Amina na amina. Mungu anaweza kweli kufanya lolote, mahali popote, wakati wowote, kwa ajili yako. Amina. Mungu anaweza kufanya lolote, mahali popote, wakati wote. Mungu anaweza kukufanyia lolote. Mungu wetu anaweza, Mungu anaweza kufanya lolote, wakati popote, wakati wote. Mungu anaweza kukufanyia lolote, kwa maana yeye ni Alfa, yeye ni Alfa na Omega, mwanzo tena mwisho. Mungu anaweza kukufanyia lolote, kwa maana yeye ni Alfa, yeye ni Alfa na Omega, mwanzo tena mwisho. Mungu anaweza kukufanyia lolote. Mungu wetu anaweza, Mungu anaweza kufanya lolote, mahali popote, wakati wote. Mungu anaweza kukufanyia lolote. Mungu wetu anaweza, Mungu anaweza kufanya lolote, mahali popote, wakati wote. Mungu anaweza kukufanyia lolote. Yeye ni Alfa, yeye ni Alfa na Omega, mwanzo tena mwisho. Mungu anaweza kukufanyia lolote. Mungu wetu anaweza, Mungu anaweza kufanya lolote, mahali popote, wakati wote. Mungu anaweza kukufanyia lolote. Hebu tuvinamishe vichwa vyetu, tunaumvumishia huo. Wakati wowote, mahali popote, wakati huo ni sasa hivi. Wakati huo ni usiku wa leo, Bwana Yesu. Hebu hilo litie nanga mioyoni mwetu, Bwana Yesu. Wewe ni Alfa, Omega, mwanzo na mwisho. Tunakutazamia utufanyie jambo hilo usiku wa leo. Umekwisha lifanya kwa ajili yetu, Bwana Yesu. Ni kazi iliyokwisha fanyika, iliyomalizika, Bwana. Ulilifanya pale Kalvari, na hata tunakuja usiku wa leo kwa ukumbusho wa jambo hilo, jinsi gani neno lako lilivyo kamilifu, jinsi gani wakati wako ulivyo mkamilifu. Ushirika huo ni uponyaji. Ulitaka ujumbe huu unenwe usiku wa leo, Bwana, kwa ajili ya bibi harusi wako. Jinsi gani wewe ulivyo mkuu, Bwana Yesu. Jalia hilo lizame ndani kabisa ya mioyo yetu. Kila mtu anayesikiliza kwa simu, kila mtu aliyepo hapa, Bwana, njoo Bwana Yesu. Hebu na tukuabudu.
Hebu tuimbe usiku wa leo. Amini tu, amini tu, yote yawezekana. Amini tu, amini tu, na yote yawezekana. Amini tu. Bwana sifiwe. Tunakuamini. Naweza kuketi. Ni baraka na heshima iliyoje usiku wa leo kwetu kuketi pamoja katika ulimwengu wa roho, tukijitayarisha kumsikia malaika mjumbe wa 7 akituletea ujumbe wa imani kwa bibi harusi wa Yesu Kristo. Kuwa katika mkutano pamoja na malaika mjumbe wa 7. Lo, jinsi wewe ulivyo ajabu Mungu. Asante kwa kukihifadhi chakula ili tuweze kuisikia usiku wa leo sauti ya Mungu mwenyewe ikisema nasi, kuifikisha imani yetu mahali ambapo haijawahi kufika hapo awali. Na wakati yeye atakapokuja, utafanya nini? Linyakue. Amina. Asante ndugu Branham. Asante Bwana Yesu kwa kumtuma mjumbe kumwita bibi harusi atoke. Sisi ndiyo bibi harusi wako. Tuletee maneno ya uzima wa milele. Karibu ndugu Branham.